Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama tena Jumatano ya leo, Jumatano tulivu. Tunayo amani kwa Mungu kwa ulinzi wake. Na nikukaribishe tena kwenye kipindi chetu cha Pambazuko Anza Siku na Mungu. Na mimi nakuletea kipindi hiki ni mtumishi wako Herman Madare, kasisi msaidizi wa kanisa Anglikana Ubungo. Na kabla sijakuletea mstari huu, basi nikuombe endelea kushare link hiyo kwa mtu mwingine na mjisha na mwingine pia kwamba Pambazuko tuko hewani. Tuombe. Baba uliye mwema, mfalme wa amani, asante kwa ajili ya siku ya leo. Umekuwa mwema Bwana, umetutetea na kutupigania katika mapambano yote ya usiku kucha. Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya binti huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu, asante kwa ajili ya mtoto huyu, kwa kila mmoja Bwana anatufuatilia kokote kule aliko. Na mimi najiweka wakfu kwa damu yako Yesu, ili Bwana ukanipe usemi asubuhi ya leo kwa ajili ya watu wako. Kwa jina lako Yesu Kristo ninaomba na kuamini, tuseme wote amen. Mstari ambao ninataka kuutazama hapa ni mstari unapatikana kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 20. Ayubu sura ya 20 aya ya 15. Ayubu sura ya 20 aya ya 15, lakini pia baadaye nitasoma na aya ya 19. Maandiko yanasema hivi: amemeza mali naye atayatapika tena, Mungu atayatoa tumboni mwake. Narudia, amemeza mali naye atayatapika tena, Mungu atayatoa tumboni mwake. Ile aya ya 19 inasema, kwa maana amewaonea na kuwaacha maskini, amenyang'anya nyumba kwa jeuri, wala hataijenga. Amenyang'anya nyumba kwa jeuri, wala hataijenga. Nimetamani asubuhi ya leo ya Jumatano tuangalie mstari huu wa Ayubu 20. Pengine baadhi yetu tumeshautumia au tunaufahamu ama tumepitia, lakini nimetamani leo ni tupate muda wa kuangalia kwa staili hii. Ukisoma maandiko yanasema kwamba amemeza mali naye atayatapika tena. Sasa wakati na tafakari, nikagundua ya kwamba kuna hila ambayo adui anaifanya. Anaposema kwamba amemeza mali, nikajiuliza, je, mali hii ni ya halali? Mali hii ni ya kwake? Mali hii aliyoimeza inamhusu? Na kwa mujibu wa mstari huu, hasa ile B, unaona wazi ya kwamba mali hii sio ya kwake na wala haimhusu. Mali hizi ambazo amezimeza ni mali za watu wengine ambazo amewadhulumu, amewanyang'anya, amewapokonya. Kuna watu ambao wamepokonywa mali zao, wamenyang'anywa mali zao, wameibiwa mali zao. Huyu ndugu ndiyo yeye akazishikilia kwa nguvu. Na ndio maana kwenye ile aya ya 19 anasema, kwa maana amewaonea na kuwaacha maskini. Kwa maana amewaonea na kuwaacha maskini. B inasema amenyang'anya nyumba kwa jeuri. Amenyang'anya nyumba kwa jeuri, wala hataijenga. Wala hataijenga. Sasa angalia jambo ambalo nataka ulione hapa. Huyu ndugu anamiliki mali ambazo sio zake. Amekamata mali kwa hila. Sasa angalia,
yeye amejilimbikizia mamali mengi, lakini kimsingi mali zokuwa nazo kihalali sio zake. Utanielewa mtumishi wa Bwana? Kwenye maisha ya sasa wako watu ambao wanamiliki mali nyingi kwa hila, wanamiliki mali nyingi kwa dhuluma, wanamiliki mali kichawi. Kimsingi hawakupaswa kuwa na mali zote hizo, lakini wamenyang'anya na mali za watu wengine. Na ndio maana unakuta kwenye mtaa fulani au kwenye area fulani yuko mtu mmoja au wawili au watatu ndio matajiri kwenye hicho kijiji, ndio matajiri wakuwa kwenye huo mji, kwenye hicho kitongoji, kwenye huo mtaa, lakini wengine wote wana maisha magumu. Na nikwambie, ukiona unakaa kwenye mtaa au kwenye kijiji au kwenye mji ambao kuna watu wawili au watatu ndio matajiri, halafu nyinyi wengine maisha yenu ni kama yanafanana, nataka unielewe hapa, kama yanafanana, ujue ya kwamba huyu mwenye hizi mali ambaye kijiji ama mtaa unamtazama hamiliki kihalali. Nataka nikwambie, huo ndio ukweli. Na kama unanisikia wewe ambaye uko mahali ambapo unamiliki mali mengi, halafu wanaokuzunguka wote ni maskini tu, hawana uhuru wa kujitawala wala kujiongoza, hizo mali unazomiliki sio za kwako. Manake wewe umepola mali za hawa wenzako wengine wote kwa hila, ama kwa uchawi, ama kwa wizi, ama kwa dhuluma, ama kwa utapeli. Kuna maeneo ambao kuna matajiri ambao ni matapeli. Unaona wakati wa kulima anakuja shambani, wewe unaona hauna mbegu, hauna hela ya kulima, haya chukua 100,000. Wakati wa kuvuna utaletea gunia la mahindi au gunia la alizeti au gunia la mpunga au gunia sio la kitu gani, na anakupa bei ambayo ni nusu thamani ya wakati huo. Ukifika inafika wakati wa mavuno, wataka wanauza gunia pengine 200,000, unadiliki kutoa gunia pengine kwa 100,000. Kwa nini? Kuna watu ambao wamebana maisha ya wengine ili wenyewe wajiongezee mali. Ndio maana anasema kwenye aya 10 anasema, kwa maana amewaonea na kuwaacha maskini. Amewaonea. Ukiona kwamba uchumi wako, maisha yako unaonewa, yani hauna uhuru wa kula, ili yule mpaka uende kwa mtu fulani umpetipeti, umuombe kukopeshe, ukalie kwa mtu fulani. Ukiona una maisha ya namna hiyo, wewe umeonewa, umeibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu ambao wamemeza mali za wenzao. Hata maofisini unashangaa, mnafanya kazi kwenye ofisi moja, kampuni moja, mnafanana. Okay, kuna saa nyingine kuna changamoto tu mtu mwenyewe kufikiria, lakini unashangaa hapo mahali anayefanikiwa ni kuna mtu mmoja tu ambaye ndio anamachua, anafanya mambo yake yanakwenda. Wengine wote wakipata mshahara unapotea. Wakipata mshahara ni pombe tu. Wakipata mshahara ni pombe tu. Hawajielewi, hawajitambui. Ukiona hivyo, kuna mtu katikati ya hiyo ofisi anawazidi wengine maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amemeza mali zenu. Amewatupia ujinga wengine wasijitambue na kujielewa. Ndio maana mnashangaa kwenye ofisi fulani, yaani kila mwenye changamoto ya fedha atamtafuta mtu fulani ndio akamkope. Hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Haiwezekani kwenye jopo la stafu pengine 20, sengine 15, lakini mtu mmoja tu ndio anaweza akakopesha wengine. Hiyo sio sawa. Huo ni uonevu. Huo ni uonevu. Kuna watu ambao wananyanyasa wengine, wamepola mali zao, wamepola uwezo wao, wamemeza kwenye matumbo yao, wananyanyasa wengine. Hana nikwambie hapa, sijajua mama unanifuatilia, sijajua kijana nifuatilia,
sijajua baba, sijajua mtoto, sijajua ni familia, sijajua ni nini ambacho kimeibiwa cha kwenu na kimemezwa kwenye matumbo ya watu ambao wao wenyewe wanataka kujinufaisha peke yao. Ngoja nikwambie, neno jema ni hili. Neno jema ni hili. Ile aya ya 15b nasema Mungu atayatoa tumboni mwake. Mungu atayatoa tumboni mwake. Kwa kuwa Mungu ni wa haki, kwa kuwa Mungu ni wa wote, kwa kuwa Mungu anaamua kwa haki, anagawa kwa haki, anasema atayatoa tumboni mwake. Nami asubuhi ya leo tutaomba hapa kupasua matumbo ambayo yamemeza vya kwetu kwa hila, matumbo ambayo yamebugia mali zetu, yamebugia mafanikio yetu. Haiwezekani kwenye mtaa ni mtu mmoja tu, kwenye ofisi mtu mmoja tu. Yeye ni nani? Yeye ni nani? Tunajua ndio kuna watu ambao ndio wana ujinga wao kwa kutokuwa na maarifa ya kutunza na kuzalisha fedha, lakini haiwezekani kwamba kwenye mtaa ambao wanakaa watu 2000, watu 3000, yani mtu mmoja tu ndio mwakili peke yake. Hapa na tatizo hapo. Ngoja nikwambie, kuna maisha hatuwezi kuwa sawa wote kwenye level, lakini kuna maisha ya kukaribiana. Mizani inacheza pande zote, inacheza. Ukiona maisha yana mizani kwenye mtaa wako, jua kuna mtu mmoja amebugia vya wenzake. Na leo asubuhi ya leo Jumatano tutamtapisha, atake asitake, katika jina la Yesu. Tutatoka na vya kwetu, tutamiliki vya kwetu, tutarudishia vya, maana Mungu atayatoa tena kwenye matumbo yake. Ndio. Wako watu wamejeza maakaunti mafedha, kumbe ni machuma ulete. Wanapita kwenye biashara za watu, wanapita kwenye ofisi za watu, wanapita barabarani, wanaiba hela za wenzao kipepo. Leo hizo fedha mtazitapika kwa jina la Yesu. Mtazitapika. Maana Mungu ameshuka, ameukumbuka huu mtaa, amekumbuka hili eneo, amekumbuka watu wake. Mtazitapika kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Napohubiri namna hii, nataka uvute picha hapo mtaani, uvute picha hapo kwenye biashara yako, uvute picha hapo kwenye mtaa, kwenye kazini, ofisini. Vuta picha. Ona mazingira, tazama hali halisi, angalia, je, ni kweli? Ni haki? Unafanya biashara, unarudi nyumbani upate kitu, unauza huoni faida, unauza unaona lakini huoni maendeleo. Hao watu lazima watapike leo katika jina la Yesu. Kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waachie mitaa yetu, waachie makanisa, waachie taasisi, waachie ofisi, waachie maeneo, waachie kwa jina la Yesu. Wako watu wamezumu viwanja paka vya maskini, paka vya maskini. Juzi nimepewa kesi moja, mtu mmoja mahali fulani ana ekari karibia 10, tajiri mmoja hivi, lakini ameleka mama mmoja mjane kutaka eka yake moja kwa lazima, nataka kumdhulumu. Nataka nikwambie utatapika katika jina la Yesu. Nataka nikwambie, na hapo tutafanya maombi ya kupasua matumbo, kama kufa na wafe. Haiwezekani. Wanaonea wengine, wananyanyasa wengine. Mungu amegawa haki kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijajua ndugu unanisikiliza hapa, mali zako zimepotelea wapi? Unafanya kazi hauoni hela, unafanya biashara hauoni faida, haujielewi, unapoteza amani, huoni future. Sijajua, lakini wewe mali zako zipo. Kuna mtu amezimeza. Tuombe hapa. Sema, Mungu Baba, niko mbele zako asubuhi ya leo mapema, kabla sijaongea lolote kwa yoyote, nimekuja kwako. Nimesikia habari hizi ya kwamba mali zangu ziko mahali zimemezwa kwenye matumbo ya wenye hila. Nimetambua ya kwamba
fedha zangu kuna mahali zimemezwa kwenye matumbo ya hila. Nimetambua ya kwamba wako watu ambao wamenyang'anya utajiri wangu, wamenyang'anya maisha yangu, wamenyang'anya uhuru wangu na kujifaidisha wao. Sema ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Mahali ambapo nilifungua mlango na shetani akapenya, akaiba vya kwangu, akapola vya kwangu, akameza vya kwangu. Sema Yesu, nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Ninaomba Bwana kwa neno lako la Ayubu sura ya 20 aya 15b ya kwamba Mungu atayatoa tumboni mwao. Ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu ingilia kati. Kila aliyemeza vya kwangu vya kiuchumi, vya kwangu vya kimaendeleo, vya kwangu vya kielimu, vya kwangu vya kihuduma, avitapike. Sema atapike. Sema aviachie. Sema avitapike kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Atapike. Na mimi nakuamuru wewe ambaye umemeza mali za hicho kijiji, umemeza mali kwenye huo mtaa, kwenye hilo kanisa, kwenye hiyo huduma, kwenye hiyo ofisi, kwenye hiyo kampuni, tapika kwa damu ya Yesu. Hizo mali zikukatae kwa damu ya Yesu, na kufarakanisha na huo uganga, na kufarakanisha na huo uchawi ambao unakuletea fedha, na kufarakanisha majini ya chuma ulete, na kufarakanisha nayo kwa jina la Yesu. Na waganga wako na wachawi wako na wapiga ramli wako na wafarakanisha kwa damu ya Yesu. Na mali zote ambazo mmechukua kwa hila nazigawa kwa wenyewe. Mama, pokea haki yako. Kijana, pokea haki yako. Binti, pokea haki yako. Dada, pokea haki yako. Baba, pokea haki yako. Na urejeshewe hazina yako, irejee. Sema narejesha. Sema narejesha kwa damu ya Yesu. Na mimi nasema mbele zako, sema Yesu, napasua matumbo yao yaliyomeza mali zangu. Napasua mali zangu zirudi, haki yangu irudi, heshima yangu irudi, amani yangu irudi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, napambazuka na mali zangu, napambazuka na haki yangu, napambazuka na wasoi wangu. Lazima sema Yesu, kuanzia leo nitaona faida, nitaona mrejesho, nitauona mshahara, nitautumia vizuri katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Sema Yesu, najiweka wakfu mali zangu zote, kokote ziliko, mashamba yangu, biashara zangu, mtaji wangu, mshahara wangu, kibali changu, narudisha. Sema wewe joka, joka la kipepo, joka la mizimu, la chuma ulete hapa ofisini. Wewe joka uliyemeza mali zangu, uliyemeza maisha yangu, uliyemeza kipato changu, tapika kwa damu ya Yesu. Sema Jumatano ya leo iwe Jumatano ya kuona vile ambavyo vilipotea. Na mimi nakutamkia hapa, kila ambacho ulikipoteza ukakione, ukakigundue. Ulipoteza fedha ikaonekane. Kuna taasisi ambazo zina struggle, wanashangaa mahesabu hayaonekani. Kuna fedha imepotea, hawajui transaction imefanyikaje. Leo Bwana akupe macho ya rohoni uone hiyo transaction kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna familia zimepoteza asset. Hizo asset zirudi kwa damu ya Yesu Kristo, maana adui alizimeza kwa hila. Natapisha leo, napasua matumbo ya majoka, matumbo ya mashetani, napasua leo kwa damu ya Yesu. Machuma ulete, pasuka kwa damu ya Yesu. Kila hila za uharibifu, pasuka. Narejesha mama, na kurejesha kwa jina la Yesu. Mama, baba, kijana, Yesu akurejeshee haki yako, akurejeshee amani yako, akurejeshee utajiri wako, akurejeshee maarifa yako, akurejeshee biashara zako. Kuna watu mtaa fulani wamemeza biashara za wengine, yaani duka lake yeye tu. Tapika maduka ya wengine, tapika mali za wengine, tapika na kutapisha we baba, na kutapisha we ndugu anayefanya kwa hila, na kutapisha baba. Pokea mali yako, pokea aseti yako, pokea mtaji wako, pokea. Unarudi kwa watu ambao wamepoteza mitaji.
katika mazingira asiyoelewa. Sikia mama, endelea kuomba, mwambie Bwana Yesu, mtaji wangu narudi, narudisha mtaji wangu. Baba, narudisha mtaji wake uliopotea katika mazingira ya kutatanisha. Narudisha mshahara wake uliopotea katika kutatanisha. Kwa damu ya Yesu Kristo, watu ambao wanafuatilia akaunti zako za benki, wanaiba hela kwa siri, katika jina la Yesu Kristo, nafunga hiyo mianya, na zilizoibiwa zikaonekane kwa transaction, zikaonekane. Watu wa benki wagundue, na pia ugundue kwamba kuna fedha ziliibiwa kwa hila zikarudi. Na mimi nakwambia utatoa ushuhuda. Utatoa shuhuda. Kuna vitu ulivipoteza vitarudi katika mazingira ya ajabu sana. Bwana, neno hili likawe baraka, likawe kweli, likawe amini. Hawa watu wamepoteza vitu vyao vingi, sasa wakavione mbele ya macho yao. Kuna watu waliibiwa paka magari, waliibiwa fedha kwenye akaunti huko, walipoteza vitu mbalimbali, wakavione. Walidhulumiwa viwanja, vikaonekane, vikarudi mikononi mwao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ibariki Jumatano, ikawe ya baraka, ikawe ya neema, ikawe ya kibali, ikawe na nguvu, ikawe na uweza. Nenda ukaushindi katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, na kuombea baraka za Mungu. Tembea na hiyo neema, tembea na hiyo nguvu. Mungu akupatie nguvu, na mimi nakuombea. Mshirikisha na mwingine, maombi ni mazuri sana, lakini share kwenye magrupu mbalimbali. Tumia na mtu mwingine, share na mwingine, mpigie mtu mwingine afuatilie, aingia kwenye YouTube, andike Ubongo Angalia, utaona mapambazuko siku ya Jumatano. Fuatilia zaidi, tatutoi kwenye yetu ili kwamba wewe kama uendelee fuatilia zaidi kila wakati. Omba, jifungie mahali, omba, sikiliza tena, omba mara nyingi zaidi. Kama specific kuna kitu ambacho kimepotea mtu ajabu, kitaje mbele za Bwana. Mungu akubariki sana, nikutakia siku njema yenye baraka na neema. Asante na Mungu